Kwa sasa mastaa hawa wawili wamekuwa wakishindanishwa sana kwenye ishu ya vlog, muonekano na hata pia mahusiano ya kwao. Hapa Rayvanny na Faima, lakini pia Paula na Mario. Na itosha kusema kwamba nafikiri bifu limekuwa ni tamu sana baada ya Rayvanny kupita na wote wawili. Sasa mchongo kwa hivi, yani moja kwa moja sasa jinsi inavyotengenezwa inaonekana kwamba Faima na Paula hawaongei, lakini wana bifu kali. Lakini kusanue mtu wangu wa nguvu kwamba haya ni maisha ya mtandaoni moja kwa moja, kwamba kwanza kwa sasa vlog ya Faima ambayo ilionekana kwamba alitumia akili ya kumuiga Paula, yani moja kwa moja ilikuwa ni plan na mchezo, kwamba kweli alianzisha kufanya vlog alikuwa ni Paula, mtoto wa Kajala. Lakini mwisho wa siku, baada pia Faima kuzungumza na Paula, kwa sababu wana ushindani wa kibiashara na kimtazamo ndani ya mitandao ya kijamii, akaamua kufanya na yeye pia vlog yake. Lakini kufahamisha ni kwambie kwamba hawa watu wawili wanaongea, wanapigiana simu na maisha mengine yanaendelea. Yani haya ambayo imekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii, sio kama labda kuna uadui unaoendelea kati ya Faima pamoja na Paula. Sema kama shabiki inabidi tu uangalie uko upande gani, kwa sababu kila mmoja ana mtu ambaye anamfeel. Yani issue kama ya Faima na Paula kwenye issue ya vlog, nafikiri kila mmoja ana uniqueness yake ya ufanyaji wa vlog. Sema ni wewe kuangalia kwamba je, anayekuvutia kwenye vlog yake ni Paula ama ni Faima. Lakini kwa asilimia kubwa nimeona kwamba comment zimekuwa ni nyingi sana kwamba vlog ya Paula imekuwa ni kali na imekuwa ikipendwa sana zaidi ya Faima. Sasa kwenye upande wa comment, drop comment yako ukiniambia kwamba je, vlog gani kati ya Faima na Paula ambayo imekuwa ikikupendeza zaidi sana, na ni nani ambaye unamkubali sana kwenye issue ya mavazi na muonekano wake, Faima ama Paula? Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. It's me Msaniwaji kama Msaniwaji, and this is how we do ndani ya Hatboy Media.